Taratibu mwanangu. Naam baba, nimekuja. Kwani vipi? Kama unajisikia vibaya sana, basi mimi nitafuta usafiri nikupeleke hospitali. Jua nimefika saa 12 jioni mwanangu. Mzee wangu, naomba nisikilize bwana. Tatizo lako wewe, unawahi sana kukata tamaa. Sasa ushaanza kuongea maneno ya mafumbo na naona kabisa ushakata tamaa ya kuishi wewe. Yaani kama unaona unazidiwa, mimi nitafuta sasa hivi usafiri hapa nikupeleke hospitali. Hebu acha mambo yako bwana. Dunia yazama pasi na mbele kuona. Mimi ninapotazama sipo wewe unapopaona. Nisikilize kwa makini haya ninayokuambia mwanangu. Nisikilize kwa makini sana. Chumbani kwa dada yako kwenye meza kuna kitambaa pale kimefunikwa. Ndani ya kile kitambaa kuna barua mwanangu. Ile barua mwanangu, ichukue isome. Vitu muhimu vyote viko kwenye ile barua mwanangu. Utakayona kwenye ile barua mwanangu, naomba yafanyie kazi. Usipuuze na usiache hata moja. Na hakikisha unapomaliza kusoma barua usirudishe ulikoitoa. Iweke mbali na pale kabisa, lakini isiame iko chumba. Sawa, mimi nimekusikiliza na nimekuelewa sana. Nitafanya hivyo. Nitachukua barua na nitaisoma na nitafanya kila kitu kama ulivyonielekeza. Lakini mimi kufanya hivyo haina maana kwamba eti wewe labda huu ndo mwisho wa maisha yako. Hapana. Mimi nikuahidi jambo moja tu mzee wangu. Yaani niko na wewe. Niko na wewe bega kwa bega, nitakupambania na utapona. Sawa? Haya, katika hiyo barua kuna nini sasa? Halo? Niambie shoga yangu. Haina shida, lazima nije kwako tena. Kuna nini huko ndani? Vio, nimepata nafasi tena kwa mara ya pili. Unajua, unafahamu kuwa nilikuwa nasumbuka sana hata kabla ya marehemu mama yako kufariki. Nilikuwa mtu wa kuja kwenu mara kwa mara na kukueleza hisia zangu kwako. Ukweli Vio, bado nakuhitaji, bado nakupenda. Nahitaji tuanze maisha. Unajua hapa kijijini hakuna mwanamke mzuri kukupita wewe. Yaani mwanamke mzuri sana. Yaani umezidi kila aina mwanamke hapa kijijini. Kwa hiyo naomba jaribu kunielewa. Usio mkaidi. Japokuwa wanasema mkaidi afaidi paka siku ya Idi, lakini unazidi kunizidisha. Ama kweli. Ukishangaa Firauni kule, utakutana na kibonge mayele. Hivyo, unaweza kunipenda mie wewe? Yaani kwa jinsi ulivyo, unashinda na misuli, mishati, kama babu kizee. Tena kikongwe. Unaweza ukanipa nini wewe? Unaweza ukanipa nini? Maki hauna hata senti. Yaani hata kunihudumia tu hauwezi. Nisikilize wewe kikaragosi mweusi wewe. Mwenye sura kama papai jeusi wewe. Unikome, tena unikome kidogo kidogo. Unanielewa Unajua umefika mbali sana. Alafu mapenzi sio lazima kuhudumiana kila siku. Siku umepata, siku umekosa. Shida nini? Na kama pesa zinatafutwa tu, na imani ipo siku nitapata na nitakuhudumia kama unavyotaka wewe. Jaribu kunipa nafasi ili uamini kwamba nakupenda. Kwanza nashukuru umeligundua hilo. Sawa Unanipenda? Unakutaka? Sasa nisikilize.
Nenda kajitafute, katafute hela, katafute sasampa, ndo uje unitafute mimi. Unanisikia? Maki wewe, yaani nahisi nitakuwa nakuhudumia wewe na sio wewe kunihudumia mie. Maki hunizidi kwa chochote. Kama pesa ninazo. Sawa? Yaani wewe unachomiliki ni ubonge. Ndo unamiliki wewe na misuli. Alafu mapenzi sio lazima kuhudumiana kila siku. Siku umepata, siku umekosa. Shida nini? Na kama pesa zinatafutwa tu, na imani ipo siku nitapata na nitakuhudumia kama unavyotaka wewe. Jaribu kunipa nafasi ili uamini kwamba kuna kupenda. Kwanza nashukuru kwa kulitambua hilo na umeligundua pia. Sasa nakwambia hivi, nenda katafute pesa ndo uje unitafute. Unanisikia? Make kama ni kwa pesa na kuzidi, haunifiki hata kwa theluthi. Tunaelewana eh? Na unikome. Karibu. Asante ndugu wangu. Ni kama siku mzima Kwa uzima gani na wewe rafiki yangu? Nimepata msiba hapa, nimechukua na babangu. Nitakuwa mzima kweli? Kwa kweli ndugu wangu, sione kama nimekutupa. Nilikuwa nauma mwenzio, ndio maana nikashinda hata kuja msibani. Haina shida rafiki yangu. Kama ulikuwa unaumwa kweli, sio mbaya. Ila kama umenidanganya ukashindwa kuja kumzika babangu, sitokusamehe. Hamna bwana, usifikirie huko. Pole sana ila ndugu wangu. Maana hata sijui nikwambieje. Ila ni mipango ya Mungu. Usitaki kukaa kulaumu. Lakini nashukuru rafiki yangu umekuja. Umeugua, umepona, umekuja kuniona. Ni jambo zuri. Make sio wote walofika hapa. Ili umekuwa rafiki mzuri sana kwangu. Sitokaa nikusahau kwenye maisha yangu. Niwe ndo kila kitu kwangu, ndugu wangu. Kwa kweli. Haya bwana. Leo nitashinda hapa kidogo hata nikusaidie vikazi. Unajua nilikuwa sipo. Kama ni kazi zote nishafanya. Kwa hiyo hapo cha kufanya, tuondoke zetu twende sokoni, tukanunue vitu tuje kupika.
kama hivyo nilivyokuambia shoga yangu. Yaani nimekaa nimefikiria, niko na mtu pekee wa kunisaidia hapa kijijini ni wewe. Na wewe ndo unaweza ukatunza siri zangu na ukafanya kama ninavyokuambia. Mimi hapa sina ushauri wote zaidi tu. Hapa ni kuinuka mimi nayo kwenda zetu kwa mtaalamu, na mganga wangu huyo ni hatari. Yaani issue ikifanikiwa, mimi na wewe tunaenda kuwa matajiri hapa kijijini. Yaani tutakuwa sisi tu, hamna atakayetufikia kwa lolote wala kwa chochote. Shoga yangu vosema mzigo, naona kabisa hapo kuna hela. Tena hapo kuna hela, yaani naona kabisa ameshonga pala kwa mazuri, naona hata hiki kibanda chenyewe nitakivunja kwanza. Kwanza umenishtua moyo wangu. Nakwambiaje majibu yote tutapata kwa huyo mtaalamu. Usiniambie. Maki hapa nataka nifanye kitu kikubwa mpaka dunia nzima itashangaa. Unamwona ile kakangu? Nataka nimfanye kuwa chizi nginja, yani kichaa. Sio muokota makopo, sio mtembea uchi. Basi subiri nikajiandae udugu wangu. Tuende safari. Mzira mvimiliki, yani kaka atakuwa chizi atakia stake na Maki na mali mwenyewe. Sasa hapa udugu wangu, hapa ndo nilipokuambia kule nyumbani kwamba nina mganga wangu noma huyo. Yaani hapa ukija matatizo yako yote yanaisha. Upo? Yaani mganga ni noma. Kanisaidia kwenye mambo mengi. Mganga, mimi nina matatizo. Nilikuwa naomba unisaidie. Na kakangu nataka nimtie uchizi. Awe chizi nginja. Weka kiganja cha mkono wako wa kulia hapa juu. Usiogope, weka. Teleni shalila mbukwa. Wassalatu wassalamu alika majina salatu wassalamu maika jina jinani burhani sharifu zikra mautani hadha lima jini marwati basimbani makashana ya chinjani ya tufani ya kufari ya wimbi kokotoni nyonga samsubi zunubi alaika manga donda iliyoto. Huyu wa kumtia uchizi, huyu tunaua kabisa.
Kuua tena? Amna, mimi kuua siwezi, sitaki. Siwezi. Kubali na wewe. Basi sawa mganga, nimekubali. Maana tukimtia uchizi huyu, uwe itakuwa rahisi kujulikana. Si umeelewa? Tukimtia uchizi huyu, uwe inakuwa rahisi kujulikana. Kwa hiyo sisi tunakata kabisa. Nenda kanileta dede ya juu, chukwani na dunga. Rafiki yangu bora kufika. Unajua kuna issue nahitaji unisaidie. Na imani utaiweza. Kama ipo ndani ya uwezo wangu, itawezekana. Kuna mdada mmoja hivi nampenda sana, nahitaji mfikishe salama, kwa nahitaji nimuoe, na wewe ndio mtu pekee ndio unaweza kufikisha hizo salama. Nakutegemea sana rafiki yangu. Sawa, nitafanya hivyo. Ni mdada mmoja hivi anakaa pale kwa Gama, unapojua? Napajua. Afu kwa Gama pale kuna nyumba moja ya Brazizi. Ile nyumba inayofuata ya Mzee Ngwenje, kwa Mzee Ngwenje. Vio? Anaitwa Vio. Kikweli yule mdada nampenda sana. Na niko tayari wakati wowote na muda wote nimuoe. Nitafanya hivyo. Nitashukuru sana. Tena nitashukuru zaidi endapo ukiniletea majibu ya kunikubalia. Na kuahidi ukifikisha salamu hizi kuna zawadi yako. Yaani chupa za Togo hizi 2. Togwa. Mimi nilijua hela. Hela wapi? Togwa tunachukua chupa moja na mimi nabaki na moja. Au hata mingoko. Haula mingoko. Wewe rafiki yangu unajifanya makubwa sana kumbe wapi? Aya, kweli. Basi sawa, lakini usisahau bwana. Karibu. Asante. Vio, bila kuchelewa. Mimi hapa ni mjumbe tu. Kuna taarifa nimekuletea. Rafiki yangu ametokea kukupenda sana. Anataka muwe pamoja, mjenge familia. Huyo rafiki yako ni yupi tena? Sina rafiki mwingine zaidi ya Mkuza tu. Kitumbua kishaingia mchanga tena. Hivi wewe Jalia, una akili kweli? Hiyo friji yako inagandisha au inayeyusha? Yaani umetoka huko nyumbani kwako mguu mosi mguu pili, umekuja kwa Vio kumletea taarifa za Mkuza. Nisikilize vizuri we binti. Unajua waga na kuona ni binti fulani hivi mzuri, una akili, unajielewa, kumbe akili zako azimu wewe. Yaani wewe ni bwabwa. Nisikilize vizuri. Najua kijumbe au wawi, ila kwangu utakufa. Unaisikia vizuri Mpelekee taarifa wa rafiki yako. Sijui mjinga mwezio. Mwambie mimi siingiliwi ovyo ovyo. Sawa? Nishamwambia kwamba simpendi, simuhitaji. Naona kakutuma wewe tena kijumbe. Sasa naanza na wewe kijumbe wewe. Ukirudia tena kuniletea hizo taarifa za kipuuzi, nitakacho kufanya kizazi chako chote kitashangaa. Na huyo mjinga mwenzio akirudia kwa mara ya 3, haki ya Mungu na hapa nitakachomfanya dunia nzima itashangaa. Na wewe
ukirudi tena nyumbani kwangu kuniletea hizo taarifa za kijinga, haki ya Mungu jalia, tutakuwa maadui. Umenielewa eh? Haya, kusanya mbaliga zako, toka nyumbani kwangu. Tusikie. Toka nyumbani kwangu. Watu wengine bwana, kuharibiana tu usiku. Hivi unakumbuka mganga alisemaje kuhusu ile dawa? Mzangu mimi hata sikumbuki. Nishasahau kila kitu. Wewe kweli kilaza. Alisema hivi, kabla hujaenda kumshika inabidi kwanza upake dawa. Bila hivyo yule hafi. Basi sawa. Wewe shika jembe hiki. Kaka. Kaka huyo. Kaka, mbona umechafuka chafuka hivi eh? So unajua tena njiani huko kuna majani, kwa hiyo naona ndo yamenatia. Njoo. Kasha kufa huyu. Yaani hapo bora bibi wangu. Hapo kazi yote imeisha. Mambo vipi? Poa, mzima. Mimi mzima namshukuru Mungu. Vipi wewe? Sijambo, siku nyingi. Sio poa. Maana sasa umenisusa muda mrefu sana. Yaani hata kutokea getoni sasa hivi utokei kabisa. Na unajua ni kiasi gani mimi nimekumisi. Hivi kweli mpenzi wangu uko serious kweli? Hamna, sijakususa. Sema mambo ni mengi, unajua. Kazi za hapa na pale. We Mungu bwana. Yaani wiki ya pili sasa hujatokea magetoni. Nashindwa kuelewa shida nini. Siku moja basi fanya mpango na kuja getoni. Unajua mimi tena mtoto wa kiume siwezi kujizuia. Nitakuja, usijali, nipata muda tu nitakuja mpenzi wangu. Unajua nini mpenzi wangu? Yaani katika watu ambao nawapenda ni wewe. Na haitakuja kutokea mimi nikakuacha hata siku moja. Mimi nakwambia tena kwa pia mbele ya Mungu shahidi. Yaani sitakuja kukuacha. Unajua nini? Yaani waga nikikaa na tafakari. Natafakari. Hivi ipo siku kweli nikija kuachana naye nitapata mwanamke mzuri kama wewe? Hapana, yaani jibu sipati. Kwa hiyo
mimi nilikuwa naomba niahidi kitu kimoja, kama utakuja kuniacha, maana mwenzako nimekufa nimeoza, maana sio kwa uzuri huo. Yaani katoto fulani. Hamna baya, sijali. Sinajua ninavyokupenda. Sawa, unaweza kunihakikishia kwamba unanipenda, lakini mama yake mnakaga waongo sana. Hata usijali mpenzi wangu, mimi nakupenda sana, na kuahidi sitakuja nikuache. Sawa, lini sasa unakuja? Sijui ukanikalisha tena. Nitakuja, usijali, nipata muda tu nitakuja mpenzi wangu. Basi sawa, fanya hivyo, usinifirishe, maana mimi nimekumisi mwenzio. Haya, sawa, bye. Basi poa. Ndugu wangu, hebu fungue kwa kitu kwanza tukione. Kiwe naona kama uniaminia mimi Yesu unanichukuliaje wewe? Nyeshi sasa mzigo nakwambia. Wewe una masiara na mimi Hii si chupa hii. Mimi machungu babu, si chupa hii. Ndio ni chupa. Halafu hiki kitu unakiona ni kidogo, si ndio Unauona huu mzigo? Ni bonge la mzigo. Yaani unavyoona ni mdogo ndugu yangu. Ila hapa imebeba mamilioni na mamilioni na mashamba na magari na manyumba yote yako huko. Haya, mimi nitaamini vipi? Sasa nafungua mimi. Alafu nataka uanze kuomba wewe usiyotaka kuamini vitu. Haya, shika. Omba chochote unachokitaka utakipata. Yaani we chupa wewe. Yaani nakwambieje, kabla jua halijazama nataka niwe na hela, na kama sio hela tu michongo ya kazi yaani itoke ifufuke wapi nakwambia. Yaani nasema shika mishamaliza. Mbona sawa kuomba urefu mtu mfupi wewe? Chana na mimi nataka hela sasa hivi. Ila maajabu chupa. Sasa cha kufanya shoga yangu, kuwa na imani. Halafu imani yako yote weka humu. Sitaki mbambamba, unanielewa Haya bwana, acha mimi niende zangu nyumbani. Basi sawa rafiki yangu, tutawasiliana zaidi. Mtoto huyu ikiwa anachomwambia kila anachomesesa atakachokipata hapa. Tunze mzigo wangu, tajiri wangu. Jamani Adila, sawa? Nimeshakuelewa. Sawa, wewe yani wewe hiyo hela ukitaka kutuma namba hii.
Aya, poa. Yani hapa na mali naona ile anakuwa somo. Kaka. Halo. Samahani, naongea na Mkuza? Ndio mimi Mkuza ndio. Hivi ni wewe ndio uliyetuma maombi ya kazi Ni kweli. Niliomba maombi ya kazi hapo. Basi sawa, nimefuatilia kila kitu na umepata kazi bwana. Aya, asante sasa. Basi inatakiwa ufike ofisini sasa. Wakati gani unataka niwasili hapo? Basi hamna shida. Asante. Basi sawa, nikutakia siku njema. Aya, na kwako pia. Mganga. Halo. Bali yako. Salama mganga. Karibu. Asante. Karibu ndani. Hapana, hapa nje tu panatosha. Haya, nikusikilize. Sasa mimi nimekuja kukushukuru sana. Nashukuru sana kwa msaada wako. Mambo yangu sasa hivi yanaenda vizuri. Nimetajirika, nimepata kila nilichokuwa nakitaka. Kwa hiyo mimi nilikuwa nina ombi moja tu kwako. Ombi gani? Nilitamani nikubadilishie mazingira, nikujengee nyumba nzuri hapa, mandhari hapa yabadilike. Nashukuru kwa upendo wako, lakini kwa kazi yangu mizimu haitaki hicho kitu. Asante sana kwa moyo wako na upendo wako, ila tu inshallah siku yoyote nitakapohitaji msaada kwako nitakuona. Swala kunijengea mizimu haitaki. Kwa nini mtaalamu? Binti, hii kazi mimi sikuitafuta, ila yenyewe ndio imenifuata. Kwa nafuata kile wanachokitaka wao. Sawa? Napenda kujengewa. Napenda kubadilisha manzali, lakini mizimu haitaki. Kwa inshallah siku yote nikihitaji msaada kwako nitakuja kukuona. Mtaalamu jamani. Kwani kubadilisha mazingira na mizimu vinahusiana nini? Elewa. Hii kazi sikuitafuta, ila yenyewe ndio imenifuata mimi. Kwa nafuata kile wanachokitaka wao. Inshallah nitakapohitaji msaada kwako nitakwambia. Luksa wewe nenda. Basi sawa. Inshallah, safari njema. Udugu wangu huyo. Nzima wewe lakini. Niko poa. Vipi shogangu? Unaendeleaje? Maki sasa hivi nimekuwa busy sana na biashara, kazi, kule mashamba. Sijui hata unaendeleaje na ile issue shogangu. Wala sikulaumu kwa hilo, hata mwenyewe pia nina mambo mengi sana. Mimi nipo poa.
Yaani ninavyokuambia nina hela hata sijui nizipeleke wapi. Na biashara pia ndogo ndogo. Si unajua tena? Usiniambie una hela mpaka zinamwagika. Ila kweli, maki naona mpaka umenunua ndinga mwenzangu. We naye mengine akupite. Ni kweli shoga yangu. Ila kuna mtu tu nimempa endesha afanye tu biashara. Si unajua hata sijui hata kuendesha. Ujifunze na wewe. Kwanza sio kila kitu nijua hapo wenyewe. Na watu kibao mashambani wa kusimamia, si biashara mara nipeleke mizigo wapi. Si unajua? Yaani mpaka nimechoka hapa nilipo. Basi sawa shoga yangu, wewe endelea na mambo yako. Ngoja mimi niwahi nyumbani. Maana kuna watu nimeacha pale wakanifanyia kazi 1 2 3. Haya bwana, naona leo sio mkaaji. Kwa ubize huu utapata muda wa kukaa shoga yangu. Bye. Huko nilikotoka wala si kwema. Sio kwema? Kwa matusi nilopewa, dharau nilizoonyeshewa, yaani nimesemwa huko, nimechambwa. We, ushawahi kumkosea yule? Hapana, sijawahi kumkosea. Yaani unataka kumaanisha kwamba amesema nitaki? Yaani sio tu kukataa, amenitukana na kunifukuza juu. Kwanza nikombe kwanza samahani. Najua bila mimi hata singetokea hayo yote. Naomba unisamehe sana rafiki yangu. Tena sana sana. Sikutegemea kama tutokea hayo. Sawa? Usijali. Si unajua mimi rafiki yako. La kwako la kwangu, langu lako. Sawa. Alafu kingine kuna issue ambayo ilikuwa liniseti. Ile issue jana ndio nitiki. Nimepigiwa simu. Jini. Bwana ile kazi sasa hivi iko sawa. Wewe unaweza kuja muda wowote. Kwa hiyo kwa mantikio nakwambiaje? Kesho au kesho kutwa naondoka naenda mjini. Unaenda mjini Mkuza? Kana kuona yani. Yaani hapa na hamu ya mjini balaa. Na nikasema wewe ni rafiki yangu sana. Na siwezi kuondoka hapa bila kuja kukuaga. Yaani nikikaribia kuondoka tu lazima nije kukwambia. Bwana safari niwadia. Usiwazi. Nitafanya kazi juu chini. Nihakikishe napata pesa za kutosha. Nikipata tu na kutumia, unanunua uwanja. Nikipata tu na kutumia, unanunua tofali. Nikipata tu unapa mafundi wanajenga. Na hakikisha paka natoka mjini kuja kijijini. Na nyumba yangu. Yalia we. Niambia afya yako. Basi usiwaze. Mimi nitakusubiria uje kuniana. Karibu bwana. Usiwaze. Karibu bwana. Niambie ulichoniitia hapa, maana umeniita hai mwenzangu. Wifi yangu kwanza samani kwa usumbufu. Hivi kakako atakuwa wapi? Maana nina wiki sasa nikimpigia kwenye simu simpati. Meseji zangu ndo kama hivyo hazifiki. Yaani sielewi. Labda unaweza ukajua yuko wapi? Yaani kwanza unavyoniuliza kakako yuko wapi, unanishangaza mwenzangu. Ina maana kaka hajakuaga kipindi anaondoka? Hapana, mimi sijui. Hajaniambia kitu. Basi hayo mapenzi yenu yanashangaza. Kakangu amesafiri, ameenda zake mjini. Sasa kuna mimi hajaniaga? Au mimi na makosa gani? Au mimi na makosa kujua jamani? Sielewi ndugu yangu, ila habari ndio hiyo. Kaka kaondoka kaenda zake mjini. Habari ya kukuaga sijui kuagana mimi hayanihusu. Sasa nisikilize. Kwanza hayo mapenzi yenu msinihusishe, sawa? Kipindi mnatongozana, mnafatana mimi sikuepo. Hakuage asikuage mimi hayanihusu. Na siku nyingine ukiniita hapa nitie habari za maana. Sawa, unanisikia
kuna kosa jamani? Karibu jirani. Asante jirani yangu, nimekuja mwanzoni na matatizo. Siku mbili hizi nimekwama, sijapata kibarua chochote hapa kijijini. Kwa hiyo nilikuwa naomba niazime shilingi 2,000 tu, alafu kesho nitakurudishia pesa yako. Kuhusu msaada jirani yangu, hata usijali na usinirudishie pesa aina yoyote. Mimi nitakusaidia, nitakupa shilingi 10,000 ili ukakidhi mahitaji yako. 10,000? Ndio. Mungu akubariki sana jirani yangu, ni watu wachache sana wenye moyo kama wako. Nitashukuru. Hata usijali jirani yangu, kusaidiana kupo na ni kawaida tu. Hii ni ya kwangu? Ya kwako ndio. Nashukuru sana jirani yangu, yaani ni ujui kiasi gani umeniokoa. Nilikuwa sijui naanzaje hii siku ya leo. Usijali jirani yangu, kusaidiana ni jambo la kawaida tu. Nashukuru sana, lakini sijaonana na ndugu yangu muda mrefu sasa, sijui ametoka, na hata kama ametoka, mbona hajanipatia taarifa? Kuhusu kaka, hata usijali, kaka ameenda zake mjini kujitafuta. Si unajua tena vijana. Ameenda mjini, ni jambo zuri, maana ukikaa sehemu moja akili inadumaa kila siku. Ni heri yeye alivyotoka kwenda kujitafuta. Basi mimi naomba nikuache jirani yangu, nashukuru sana. Usijali jirani, karibu tena. Nilikuwa na rafiki yangu Mguu, nilikuwa nakuja kwako. Vipi lakini? Uko poa? Ndio ulikuwa unakuja kuniaga? Sababu tushaanza kuongea awali. Kikaribia kuondoka, basi mnajipoaga. Nikasema sio vyema nisiondoke bila kuja kukuaga. Na kuaga rafiki yako, mimi kesho naondoka. Ndio unasepa yani? Lakini naweza nikakuomba kitu? Wewe niombe tu. Kama ninacho basi nitakusaidia, lakini kama sina siwezi kukusaidia. So unajua maisha yetu hapa kijijini ni mabaya sana. Kwa hiyo usiogope. Omba chochote kile ambacho unajisikia. Mkuza, mimi najua vile wamekukataa. Unaonaje ukawa na mimi? Mkuza, mimi nakupenda sana. Yaani naomba hata uko mjini unapoenda usinisahau kabisa.
Natambua umemwacha mtu ambaye anakupenda. Galia, wewe ni rafiki yangu, tena rafiki yangu muda mrefu sana. Alafu hayo maneno ambayo unaongea kwangu mimi hata niji. Kwa nini unakuwa na tamaa? Au kwa kuwa umesikia mimi nenda mjini? Hapana, mimi nakupenda kweli, sina tamaa yoyote. Sikia, hiyo ni tamaa. Nakwambia kweli, hiyo ni tamaa. Mimi ni rafiki yako na nitabaki kuwa rafiki yako tu. Nadhani umenielewa. Sasa hizi Salama. Shemeji, Naam. hivi una taarifa yoyote kuhusiana na rafiki yako? Taarifa naye ninazo, lakini sikuelewi imekuja hai, yani mbona hivyo? Sijakuzoea ukiwa hivyo. Yani ni hivi, nina wiki sasa hivi sijawasiliana naye kwenye simu, yani simpati kwenye simu. Yani nachanganyikiwa shemeji yangu, yani sielewi. Mimi juzi nilitoka nyumbani kwao, maana nilikuwa na changamoto zangu kidogo, nikaenda kuomba msaada, lakini nikamkuta mdogo wake wa kike. Pia nikamuuliza, maana hata mimi nina wiki sijamuona hapa kijijini. Nikamuuliza kuwa ameelekea wapi, akanifahamisha kuwa ameenda mjini. Sasa nashangaa wewe unavyoniambia kuwa una taarifa naye na kati wewe ni mpenzi wako. Jamani, kwa hiyo kwenda mjini ndo asiniage jamani? Hata kama anipendi rafiki yako, sio kihivi. Hivi ni haki kweli jamani? Angenipa taarifa tu, au mimi ningemzuia nini? Usifikie huko shemeji. Rafiki yangu anakupenda sana tu, lakini nahisi kuna mambo yaliingiliana. Si unajua uchumi unakaa sawa, kwa ndio maana haja kupata taarifa, lakini ni anakupenda. Sawa shemeji, mimi basi acha niende. Sawa, usichanganyikiwe bwana. Haya. Wewe vipi tena? Mbona uko haya hivyo? Hivi hata ungekuwa usingekuwa hai kama hivi. Kwa kitu nilichokiona leo, kwa kweli niache tu nie hai. Leo kwa macho yangu haya mawili napishana na kaka yako. Nikataka kuthibitisha, naangalia nyuma, hayupo. Naangalia mbele yangu, huyu hapa. Kwisha sisi. Shoga yangu. Unajue yani imekuwa kama mara 4, mara 5, mara 10 hata sielewi. Ananijia ndotoni kila siku. Mimi nakwambia hapa kuna kitu. Huyu hajafa huyu. Yaani hapa tusiongee sana. Fanya kajiandaa tuende kwa mtaalamu. Basi sikia, kaa kwa kutulia, sawa? Kwa mganga tunaenda. Ukiwa hivyo hatutafanya chochote na hatutafika kule kwa usalama. Unanielewa? Chapu. Nisubiri.
Mganga, si tumerudi kwako kwa mara nyingine. Mganga, mzimu wa kaka unatusumbua, hatulali asubuhi mchana, yani tunakutana naye mpaka barabarani, huwezi kuamini. Yale uloagiza mliyafanya kama nilivyoagiza? Ndio mganga, tulifanya kama ulivyotuambia. Hamkukosea? Hapana, hatujakosea chochote. Hizo dawa sasa, mkifika nyumbani chukueni mafuta ya nazi, changanyeni, ndio mwae mafuta yenu ya kupakaa. Mkitoka kuoga, mkitaka kulala, chochote mnachotaka, kwanza pakeni mafuta ya nazi. Inshallah mambo yatakuwa vizuri. Nendeni. Kaka. Za siku bwana ndugu yangu. Safi, kwema? Kwema. Ndugu yangu, ndo nini hiki unanifanyia? Yaani unaondoka kimya kimya na kurudi tena kunarudi kimya kimya. Sina taarifa yoyote kuhusiana na wewe kaka. Kama sio rafiki yako. Yaani mimi ndo nimeondoka? Yaani wewe unachoshangaa ni kitu gani ndugu yangu? Mimi juzi nimetoka nyumbani kwenu. Nimemkuta mdogo wako pale na ameniambia kuwa umesafiri umeelekea mjini. Sasa nashangaa wewe unavyoniambia kuwa sijaelewa. Kweli bwana ndugu yangu bwana, niliondoka kidogo. Nikaenda mjini. Kuna mambo fulani nilikuwa nafuatilia huko. Kwa hiyo nimeshaweka kila kitu sawa. Na baada ya kumaliza, nimeona nirudi. Nisamehe sana nilisahau kukuaga. Lakini kwema. Kwema. Mjini ya kumkataa mtu kaka. Basi tutawasiliana. Hamna shida. Haya.
kuna vitu unaweza ukanishauri, maana akili yangu haiko sawa sasa hivi. Kwa nini unasema hivyo ndugu yangu? Unajua yule shemeji yako anachanganya sana akili yangu. Yaani amekuwa ni mtu ambaye kila muda ananilazimisha mimi nimuoe, nimtolee mali. Lakini sasa kama unavyoelewa kaka, mimi hali yangu ya kiuchumi haijakaa sawa. Yaani kiukweli siwezi. Yaani hebu naomba unishauri. Ujue bwana, mapenzi yanachanganya sana kaka. Mimi ndio maana sitaki kuwa na mwanamke. Lakini kama ana nia kweli ya kutaka kuolewa, au wewe unafahamu ana nia kweli ya kutaka kuolewa? Yeye ninapomuona ananipenda na analazimisha kila siku nimtolee mahali, nijitambulishe kwao, ning'oe. Sasa mimi hali yangu ya kiuchumi haijakaa sawa, na ndio maana mimi anaona kama vile namzungusha. Vipi? Fresh, tulikuwa tuna kikao chetu kidogo hapa. Naona umetuvamia. Karibu. Sasa washikaji, sijaje kuchelewa hapa. Nimekuja kuaga tu. Naelekea mwe. Kuna mchongo mbele kuna kufukuzia mwanzoni. Na sisi tumekaa sawa. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu si kila mtu anaweza kupata bahati kama uliyopata wewe hapa kijijini kwetu. Ni wachache sana, na wewe ukiwemo. Kwa hiyo unatakiwa mshukuru sana Mungu kaka. Mjini kuzuri bwana. Unajua bwana Mkoza, kuna vitu ambavyo unavizungumza yani hauko serious. Hivi unataka kuniambia ni kweli umepata issue Dar es Salaam naenda kufanya? Nimezungumza hivyo kwa sababu unajua wewe ni mtu ambaye waga sikuamini sana. Ni mtu ambaye yani mambo yako yani waga uaminiki. Kwa ndio maana nimekuuliza hivyo ili nijue. Na mimi nilikuwa naomba kama kweli umepata kazi kwa Dar es Salaam, naomba kapambane. Maana kuna kauli yako nasema huruma sio malezi. Kwa kapambane. Maana mtoto ukimlea kimandazi mandazi. Na nakushauri unapoenda mjini unatakiwa utulize sana akili, kwa sababu kule mji hauaminiki kaka, na usije ukamwamini yoyote katika ule mji. Hata msijali rafiki zangu, nitapambana kadri niwezavyo mpaka nihakikishe pesa napata, ndipo narudi kijijini. Bwana, sisi tuko hapa tunapata kitu kidogo kidogo. Unapata vitu vitamu sana. Hivi mwanangu, hizo wanangu mjini ndio venyewe. Yaani mapisha kijijini. Lakini mjini pilipili, tomato, nini kachumba kila kitu. Oya, ogopa. Mamdogo, nimekuja kwako, kuna jambo nataka unifafanulie. Maana sasa hivi nimekuwa ni mtu wa kuota ndoto za ajabu ajabu. Yaani mara mwisho jana tulitoka kuota ipo makaburini. Sasa nataka uniambie hizi ndoto zina maana gani kwangu? Zinanichanganya. Kwa ndoto za aina hiyo kuna mara mbili. Kufa wewe au mtu wako wa karibu. Mamdogo, kufa tena? Kumbe kufa natokea wapi? Alafu mwanangu, kuna kitu gani kibaya ambacho umekifanya wewe mpaka inatokea unaota ndoto mbaya kama hiyo? Mamdogo, mimi sijafanya lolote lile. Haki ya Mungu, tena mimi sijafanya lolote lile. Sikiza nikwambie, mimi mama yako mdogo niliyobakia. Sasa kama unanificha mimi, ya kukukuta huko, usije hapa. Niambie ili nijue tuanzie wapi na tumalizie wapi. Sasa wewe unajifanya kama mtu asili sana, itakugharimu. Mimi mamdogo, kusema ukweli mimi sijafanya jambo lolote lile. Mamdogo, mimi nakuacha. Wewe mtoto wewe.
Davio, kwema? Kwema. Ulikuwa unaelekea wapi huko? Naenda hapo tu mara moja. Sawa. Hata mimi nilikuwa nataka nije nyumbani saa hizi, lakini kuna sehemu nimepigiwa simu, kuna kazi nikaifanye. Kwa hiyo nataka nikimbie mara moja afu baadaye nitakuja. Lakini kwa vile nimeshakutana na wewe hapa, haina haja ya kufika hata nyumbani. Nilikuwa nataka nije kukushukuru dadangu. Ulinisaidia sana siku ile. Yaani kila nikikumbuka nashindwa nikulipe nini ndugu yangu. Asante sana Vio. Bachi bwana. Sasa ule msaada mbona ulikuwa mdogo tu jamani? Ni mdogo, lakini kwa vile mimi ndo uliyenisaidia, sioni kama ni mdogo. Naona umeniokoa pakubwa sana. Ila nashukuru. Mungu akujalie. Bana mdogo wangu, usijali. Wewe ukiwa na shida muda wowote, wakati wowote, wewe njoo tu, mimi nitakusaidia. Sawa dada. Lakini pia ukifika nyumbani, mwambie kaka anisubiri. Kaka gani unamwongelea wewe? Wewe si nikwambia kakaangu ameenda mjini? Vio, mimi nilipotoka nimekutana na ndugu yangu. Yaani kabla ya kukutana na wewe hapa, nimekutana na ndugu yangu ndo nimekuja kukutana na wewe. Na ndo maana nakwambia ukifika nyumbani, mwambie anisubiri. Maana hatakuwa na muda mzuri wa kuzungumza. Haina shida bwana. Si unajua mimi nyumbani nilitoka. Kwa hiyo kipindi nimetoka itakuwa yeye kaja. Basi sawa Vio. Mimi ngoja nikukimbia. Basi sawa. Mjomba! 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 Mjomba Pemba! Mjomba!
Samahani, Nesi sijakufananisha eh? Shakunana wapi? Kuna siku nilikuja kwa mganga, Nesi nilikukuta wewe. Ndio, ndo mimi hapo. Unifananisha. Eleza shida yako dadangu. Afadhali. Mguu ulikuwa nakuja kwenu, vipi mganga umemwacha nyumbani? Mganga nyumbani hayupo. Hayupo, ameenda wapi tena? Maki na shida nayo kubwa sana, hivi nina shida kubwa mno. Yaani nisipomuona leo, sidhani kama nitafanikiwa hii shida yangu jamani. Dada, kwani hauna taarifa yoyote kuhusu mganga? Sasa kaka yangu, ningekuwa na taarifa ya mganga ningeenda kwake sasa hivi jamani. Na ni taarifa gani hiyo? Dada, mganga hatupo naye tena duniani. Kiufupi amefariki. Ni wiki 2 sasa hivi tangia fariki. Kwani hujapata taarifa ya msiba wake? Uwe mkaka, naomba uache masiara. Yaani ishu ni bonge la ishu. Emna ndio unandanganya basi. Uwe mkaka, mganga hizi kufa bana. Mganga hizi kufa sasa hivi. Anakufaje wakati ni mambo yangu hayajafanikiwa jamani, mambo yangu hayajatimia. Dadangu, napata wapi ujasiri wa kukudanganya? Na wakati unajua kabisa kwamba yule mimi ndo kiongozi wangu, alafu mimi ndo msaidizi wake. Na ndio mganga tegemezi hapa kijijini kwetu. Naanzaje kudanganya dadangu? Kwanza usirudishe majonzi tena nyuma. Sisi tushazika na tushayasahau. Kwa hiyo kama una jambo lingine naomba unieleze nikusaidie. Lakini kuhusu mganga ukweli ndio upo hivyo. Yaani wewe hauna chochote cha kunisaidia. Naomba tuendelee na safari yako. Samani, shida yangu nifikishe kule stendo. Nauli shilingi ngapi? Hapo utanipa 20,000. Kikweli siwezi kutoa hiyo pesa. Nina 15,000. 15 bado sio kweli. Sina pesa kaka, naomba unisaidie. Sasa tafanyaje? Kwa sababu hapo mimi nauli yake yani kombani jinsi gari silipo mafuta bei kali. Ndio unalia tena mambo gani? Basi nitaongeza shilingi 2,000 hapa. Itakuwa shilingi 17,000. Mbona umetokea wapi? Mimi ni hapa kijijini. Mzee nani hapo umetokea kwa nani? Na kwa mzee mmoja. Mzee Nguliamanda. Nguliamanda. Yule hapo chini hapo watoto wake mmoja mganga mwingine yeye anafanya kazi gani mkata mkaa? Kweli unajua sasa. Mwache yule mganga sasa. Yule ni mdogo mtu. Mkubwa mtu ndo babangu mimi. Kwa mkubwa. Shida ndio hivyo sasa na shinda tukukuacha kwa sababu zenyewe chai wao tondoka. Mpenzi wangu, mbona siku hizi sikuelewi? Kwani umepatwa na shida gani? Maana siku ile tumezungumza vizuri kabisa na tukakubaliana. Lakini nimekaa sana pale nyumbani. Nimekaa angalia huku na huku hata hujatokea. Hebu niambie chochote kitu, labda kuna shida. Nisikilize Dini kuambia. Nimechoka. Yaani nimechoka kutumiwa ovyo, nimechoka. Sijui unanielewa?
Mara ngapi nakwambia uje nyumbani nakataa? Nimechoka kutumika ovyo, nataka kuolewa. Sawa? Sawa. Mimi sijakataa. Na hapa nilipo nina harakati ya kutafuta pesa. Kisha nitoe mali kwenu. Wewe mwenyewe unaelewa hali hapa kijijini. Ilivyo ngumu. Sasa unafikiri mimi pesa natoa wapi kwa haraka haraka za uje kutolea wewe mali na kukuoa? Unajua fika kabisa kwamba sasa hivi mimi lazima niweke maisha yangu vizuri, harakati zangu safi, ili kusudi wewe unapokuja tusiteseke, mke wangu. Hali ipi ambayo unaisimia wewe? Mwaka jana simevuna mazao wewe. Umeuza. Pesa mpeleka wapi? Huu ni mwaka ngapi yani tunaishi tu hivi kiolela? Nataka ndoa bana. Nisikize nikwambie. Kama hutaki kunioa, basi. Mwanamke ni baraka sana kwenye ndoa. Ila kama hutaki kunioa, basi naomba tuachane. Nimechoka. Naomba nikwambie mpenzi wangu. Unajua hapa katikati nilipitiwa na mambo fulani hivi. Kama unavyojua, yale madeni niliyokuwa nadaiwa. Pesa yote imeisha kwenye kulipa madeni. Kwa hiyo sina chochote kitu mpenzi wangu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuomba tu, kama utanielewa. Nilikuwa nakuomba kitu fulani. Unisikilize. Univumilie kwa huu wakati ninaopitia mgumu. Mambo yakikaa vizuri, mimi nitatoa mali na nitakuoa tu. Hiyo ni kauli mzuri sana kwa mwanaume. Hata mimi nakupenda sana, sio kama sikupendi. Sema tu. Nataka tutengeneze familia iliyo bora. Asante. Jirani huyo. Ulikuwa umelala au? Amna, alikuwa na vikazi tu humo ndani. Ila shoga yangu sasa hivi unapendeza. Mbona kawaida tu ndugu wangu. Kawaida wapi au umepata shemeji? Shemeji wapi ndugu yangu, sasa hivi na biashara, nachuma mboga mboga huko napeleka sokoni. Mbona nyumbani uniletei? Nianze tena kutembeza mboga mboga mwenzangu. Napeleka tu sokoni moja kwa moja na acha huko. Basi sawa, mimi sijajia hayo. Nimekuja kukupa taarifa za msiba. Msiba wa nani tena jamani? Msiba wa udugu wako Umi. Unamaanisha Umi kafa? Na imekuwa kuwaje jamani? Wewe unadhani mipango ya Mungu? Wachawi tu wa hiki kijiji watakuwa wamefanya kazi yao. Wamemkata mtoto watu bado mbichi. Basi sawa shoga yangu, wewe tangulia mimi nakukuta. Wewe ndio udugu wako sana. Inabidi hapa tuongozane wote twende tukalale msibani. Haina shida, nitakukuta msibani. Aya, usichelewe basi. Basi sawa.
Tamaa ni mtego wa moyo. Inaanza kidogo, lakini mwisho wake ni maumivu makubwa. Kijana, jitume, tafuta kwa jasho lako, jenga uvumilivu wako. Mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka. Kila hatua unayopiga kwa halali, hata kama ni ndogo, ina baraka yake. Tambua thamani ya kuridhika. Si kila kitu ni chako. Si kila kitu unachokitaka kitakufaa. Wakati mwingine kukubali na kuachia ndiyo ushindi mkubwa kuliko kushikilia kwa nguvu kitu kisichokuwa chako. Kumbuka, tamaa inaleta hasara, lakini juhudi na subira hujenga maisha yenye heshima na amani.